toka jana usiku kumekuwa na mwenye shauku ya kutaka kujua na mimi nini kilinisibu. Nitakisemea kwa muhtasari sana. Jana wakati naelekea mahakamani majira ya saa 2:31 asubuhi, ikiwa nimemaliza tu kuzungumza kwa simu na makamu mwenyekiti Mheshimiwa Said Mzee na naibu katibu mkuu Zanzibar Mheshimiwa Ali, wote kwa upande wa Zanzibar, wakinieleza kwamba tayari wamekushafika maeneo ya karibu na Kisutu na wamezuiwa kuingia. Nikawa nimewaeleza kwamba na mimi niko njiani na karibia kufika, kwa naomba mnisubiri ili tuweze kufanya utaratibu wa pamoja wa kuingia mahakamani. Kwa hiyo saa 2:31 nilikuwa maeneo ya Jangwani pale. Magari yalikuwa yamezuiwa, foleni ilikuwa kali. Lakini nikaja kugundua baadaye kwamba magari yalizuiwa kwa sababu inawezekana, kwa kuwa nilikuwa natembea na gari ambayo ilikuwa ina nembo za chama, inawezekana toka nikiwa Magomeni ili kishaonekana kwamba naelekea uelekeo huo. Kwa magari yalizuiwa ili polisi wapate wasaa wa kushuka kutoka kwenye magari yao bila kuruhusu foleni kwenda, pengine ningepita, washuke kwa miguu wateremke mpaka eneo la Jangwani, ambapo ndio wakakuta gari nilipokuwepo. Na mimi nilichukulia kama si hali, kwa wakati huo niliona si hali tete sana. Kwa nikafungua mlango. Nilipofungua mlango sasa zikaanza kutumika nguvu za kunishusha kutoka kwenye gari. Mimi nikashuka. Niliposhuka tu moja kwa moja ikatoka amri kwamba apelekwe kwenye gari. Kwa nikaanza kusukumwa. Pembeni kuna mabasi yamepaki ya mwendo kasi, watu wako pale, kasukumwa kwa nguvu sana. Nikatolewa kuanzia Jangwani pale katikati kwenye bonde, nikapandishwa juu mpaka kituo cha mafuta kilichoko eneo la fire pale upande wa kulia. Nikaingizwa kwenye gari ya polisi ndani, askari mmoja akiwa upande wangu wa kushoto, mwingine upande wa kulia, askari mwingine mbele, mwingine akaendesha gari, na moja kwa moja wakatoa amri kwamba hiyo gari iondoke. Na wakati wananichukua hawakunieleza nimefanya kosa gani, na hata nilipowauliza hawakunieleza nimefanya kosa gani. Saa 1:30 usiku kawaambia kama ni kunishikilia kwa ajili ya kwenda mahakama ya Kisutu, kwa vyote vile huu muda saizi hakuna mahakama Kisutu. Kwa ni ama mniachie au mnipeleke mnifungulie mashtaka mnayoamini kwamba nimeyatenda. Tukawa na bishani kwa muda mpaka baadaye hitimisho likawa kwamba nipelekwe kufunguliwa mashtaka. Na kwa mara ya kwanza saa hiyo saa 1:30 usiku ndio nikapandishwa kituo cha polisi Oyster Bay juu sasa kwa kupitia mlango mwingine, na nikaanza kuandikishwa maelezo. Nikagoma kuandika maelezo kwa kuwaeleza kwamba niko tayari kutoa maelezo mahakamani. Kwa hiyo wakaandika tutuhuma wanaonituhumu. Kwa nikatuhumiwa kwa makosa ya kuhamasisha na kula njama ya kufanya maandamano. Wakaandika tu maelezo yangu ya msingi kwa maana ya umri na majina na vitu vya msingi, na kwamba nitatoa maelezo mahakamani, na baada ya hapo wakaniachia kwamba niondoke. Nikawaambia mmenichukua, mliponichukua sina simu, sina funguo za nyumbani, sina chochote kingine. Mkiniambia niondoke hapa naondoka kwa utaratibu upi? Kwa nikawaambia kwa sababu mmenichukua barabarani, ni vizuri mtende haki, kwa kuwa kituo cha polisi Oyster Bay si mbali na makao makuu ya Chadema, mnipeleke makao makuu ya Chadema. Kawa na mazungumzo ya muda mrefu na mashauriano mengine. Hatimaye mida ya saa 2 na ushe, zaidi ya saa 2 kidogo, wakanileta hapa makao makuu ya chama.
Mkuu wa chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge, Dar es Salaam na chenye ithibati na usajili wa NACTVET namba REG/ANE/029 anapenda kuwatangazia ofa maalum wahitimu wote wa kidato cha 4 2024 kwa kozi mbalimbali zikiwemo computer application, ICT for beginners, CCTV camera, video production, graphics design pamoja na sales and marketing. Kozi hizi zitaanza tarehe 2 mwezi wa 12 kwa awamu ya kwanza na tarehe 6 mwezi wa kwanza 2025 kwa awamu ya pili. Pia muhula mpya wa masomo kwa kozi za IT, hotel management na front office utaanza tarehe 8 January 2025. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0766348652 au 0717816034. KITM, elimu na ujuzi kwa maendeleo ya uchumi.